السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله ujurakum. Ndugu zangu, hatuna budi kwa mara nyingine kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa umri na afya ya kuweza kwa mara nyingine kuona mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka ambao umetupambazukia tukiwa na majonzi yanayotokana na msiba mkubwa ulioipata familia ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Majonzi ambayo haikufaa kwa Muislamu yoyote yule anayempenda Bwana Mtume, anayempenda familia yake, yakawa yatampita bila kuzinduka, bila kuamka, bila kuyatambua kwamba ni moja katika matukio muhimu sana ya kihistoria. Tumo katika mwaka mpya wa Kiislamu wenye historia mbaya kwa familia ya Bwana Mtume na kuuawa kwa wajukuu wa Bwana Mtume na kizazi chake kilichobaki. Tumekutana mara nyingine tena katika mimbari hii ya Imam Hussein, mimbari ambayo ulimwenguni kote imejaa, imeenea, mimbari ambayo inaendelea kutoa chemchemi za mafunzo ya Karbala, mimbari ambayo haitokoma, haitosimama ila qiyami saa, mimbari ambayo ni ahdi ya Bibi Zainab ya kwamba mambo haya yataendelea kuwa hai, hayatokoma, na tukio hilo litaendelea kuwaka moto katika vifua vya waumini.
machozi ya kusikitika kwa kuuliwa familia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamwe hayatokauka, yatarithishwa kizazi hata kizazi. Lakini kubwa ni yale tunaojifunza kutokana na tukio hilo, na ndio lengo na dhamira la vikao hivi. Ilmu iliyotolewa na Ahlul Bait baada ya kufa Imam Hussein ilikuwa ni sunna nzuri na muhimu sana ya kuendeleza na kila mfuasi wa Ahlul Bait, kila mfuasi wa Muhammad. Nalo ndilo linalotuweka sisi leo, ikiwa ni siku ya kwanza ya vikao hivi, kuhakikisha kwamba kila siku inatoa mafunzo mapya ya Karbala, kwa sababu chemchemi yake haiwezi kukauka. Kila mimbari ya Imam Hussein duniani inatoa mafunzo tofauti na mimbari nyingine, na ndipo waliosema kullu yawmin ashura kullu yawmin ashura wa kullu ardhin Karbala. Maana yake ni kwamba siku zote ni za mapambano. Hakuna siku mwanadamu ameumbwa akaletwa hapa duniani hakuna kupambana. Mapambano baina ya haki na batil, na kwamba medani zote za mapambano tuliokuwa nayo zinafananishwa na ile medani ya Karbala. Kila ardhi na kila kipande cha mapambano katika uso wa dunia, kila medani inawakilishwa na Karbala. Mwanadamu ambaye hawezi kuamini kwamba tumo katika mapambano yasiyokoma anatakiwa kuelimishwa na mimbari hii kwamba maisha ni mapambano baina ya haki na batil, mapambano ambayo hayatokoma, mapambano yaliyoanza baina ya Ibilisi na Adam baba yetu, kisha yakaendelea baina ya dhuria ya Adam na dhuria ya Ibilisi. Mapambano yaliyoanza katika pepo, katika bustani, na kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawashusha kutoka katika pepo ile, washuke waendelee kupambana. Qala bitu ba'dhukum li ba'dhin aduwwun, shukeni, ondokeni, tokeni katika pepo hii, lakini mnakwenda katika ardhi. Ba'dhukum li ba'dhin aduwwun, baadhi yenu kwa baadhi mtaendelea na mapambano. Mungu alipotushusha akatuleta duniani, alimshusha na adui yetu vile vile, alimleta na adui yetu, hakutuacha peke yetu, kuambia sasa, jamaa, madha limeanzisha mapambano katika pepo, katika bustani hili, nimewaandalia uwanja wa mapambano. Ihbitu minha ba'dhukum li ba'dhin adu, shukeni sasa katika medani ya mapambano, katika uwanja wa vita, kapambanieni kule. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, mtakaa humo mpaka nitakapoamua kwamba ni mwisho wa makazi yenu kukaa kule, lakini mtaelekea kule kupambana. Watoto wa Nabii Adam wa kwanza kabisa waliwakilisha mapambano. La in basatta ilayya yadak litaktulani fama ana bibasit ilayka yadak yadiya liaktulaka inni akhafu Allah rabbal alamin. La in basatta ilayya yadaka litaktulani. Habili anamwambia ndugu yake Kabili kwamba lau ukinyoosha mkono wako, litakutulani, ili uniue, upambane na mimi, kwa sababu niko katika haki, kwa sababu tukubila minni alqurban fama ana bibasiti yadi ilayka liaktulak, mimi sitonyoosha mkono wangu nikuue wewe, kwa sababu inni akhafu Allah rabbal alamin.
Hayo ni mapambano ambayo huwezi ukayakimbia, na yoyote yule anayetaka kukimbia mapambano yatamwandama, hayatomwacha. Vinywa vya binadamu havitomwacha, mishale haitomwacha, kuvunjiwa heshima hatoachwa. Hakuna atakayesalimika. Ukikimbia mapambano katika ardhi, utakwenda kukutana na mengine huko ulipokimbilia. Tukisema anayekimbia majukumu fulani, huko anapokwenda atakumbana na majukumu. Ukioa kuna mapambano, usipooa kuna mapambano. Yaani wewe huna namna ya kukimbia. Ukizaa kuna mapambano, usipozaa kuna mapambano. Ukizaa watoto wachache, sio kwamba umesalimika. Ukizaa wengi pia hujasalimika. Kwa hiyo mwenye akili timamu ni yule anayevaa mavazi ya kupambana, kwa sababu ulimwengu ni wa mapambano. Hakuna namna ya kukimbia. Kullu yaumin Ashura ni maneno na kauli mbiu ya kimapinduzi inayoashiria kwamba kila siku ni ya kupambana. Ukipewa cheo, uwanja wa kupambana ni mkubwa. Ukikataa cheo, hutosalimika kupambana, kwa sababu ndivyo tulivyoumbwa. Haya mapambano baina ya haki na batil hayawezi kukoma. Al-Imamu Amirul Mu'minin anasema, kunu lidhalimi khasman wa lilmadhlumi aunan. Maisha yako siku zote unatakiwa uwe katika mapambano ya kuhakikisha kwamba wewe ni hasimu wa dhalim, na hakuna mmoja katika sisi anaweza kusema madhalimu wamekwisha duniani. Hakuna madhalimu. Kwa hivyo katika maisha yako hakikisha kwamba wewe ni hasimu wa dhalim, lakini hakikisha kwamba wewe ni aunan, ni musaidan, ni mwenye kumsaidia madhulumi. Na haya ndio tutakayoona katika mazungumzo yetu, kwamba madhulumi atakayekuwa yoyote yule, awe ni Muislamu au si Muislamu, Imam Ali anatuambia tabia ya maisha yetu uwe khasman kwa dhalim na uwe ni aunan kwa madhulumi, kwa sababu binadamu ndivyo unavyotaka. Mapambano hayawezi kukoma, hayawezi kuisha, kwa sababu ndiyo yaliobakiza umma wetu. Mapambano ndiyo yalofanya umma wetu uwe bora. Mapambano ndiyo yanatufanya tuwe bora. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mmekuwa nyinyi ni umma bora kwa sababu ya kupambana. Kupambana kuhakikisha maarufu, mambo mema yanasimama, na munkar, mambo maovu yanatoweka katika jamii. Hilo ndilo linalofanya nyinyi ni umma bora. Mkiwa ni wafuasi wa Ahlul Bait, mtakuwa ni umma bora kwa sababu mmesimama na thaura ya Imam al-Hussein kupigania haki na kupigana na dhulma kuhakikisha inatoweka. Hakuna namna ya mtu katika mtaa wake, katika kijiji chake, katika jamii anayoishi, mtu yule kuwa ni khairu, ni bora, kama hakusimama akawa anaonyesha namna gani anakemea maovu, namna gani anapambania haki. Mtu huyu lazima atakuwa bora katika jamii inayomzunguka. Kwa maneno yanayosema kwamba kullu yawmin Ashura, kullu ardhin Karbala, yana maana kubwa sana. Ni maneno ya kifasihi, ni literature hali ya juu, ni maneno ya kimapinduzi yanayoashiria kwamba lazima mtu atambue kwamba yeye yuko katika mapambano. Mapambano ya kutafuta maisha, mapambano ya haki. Ukiamua usipambane kutafuta maisha, ukaendekeza anasa na starehe, utaumia.
utapambana na afya yako, utapambana na umaskini wako, hauna namna ya kukimbia. Na ukiamua kuingia katika soko na biashara fani, utapambana vile vile. Na hakuna burudani kama mtu kupumzika baada ya kuchoka kwa sababu ya kazi na mapambano, kwa sababu yule ametaka kupumzika bila kuchoka atachoka kwa kupumzika, atakata tamaa na maisha. Kule kupumzika kutamchosha vile vile, kwa sababu maisha ya mwanadamu maisha ya haraka, ni maisha ya kwenda mbio. Sasa katika mwezi wa Muharram wa mwaka huu 1447 mada tuliopanga kuzungumza inasomeka hivi: mwanadamu baina ya ubinadamu na uhayawani. Mwanadamu baina ya ubinadamu na uhayawani. Masomo kutoka katika madrasa ya Karbala. Kuelewa ubinadamu wa mwanadamu na uhayawani wa mwanadamu. Mwanadamu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtukuza. Leo hatua ya kwanza ni kujifunza maana ya ubinadamu na uhayawani, kwa sababu huyu mwanadamu ambaye Mwenyezi Mungu anasema walaqad karramna bani adam, kwa hakika tumemtukuza mwanadamu, tumemwenzi, tumempa heshima. Huyu mwanadamu Mungu ndiye anayemzungumza vile vile akisema inhum kal an'ami bal hum adall. Mwanadamu huyu Mungu anasema wao ni kama wanyama. Kuna wanadamu ni hayawani, lakini ni wapotevu zaidi kuliko hayawani. Kwa laqad karramna bani adam bal hum adallu hum kal an'ami. Na al-an'am ni ngamia, ni ng'ombe, ni kondoo, ni mbuzi. Inhum illa kal an'am bal hum adall. Walaqad karramna bani adam. Mwanadamu anaishi baina ya ubinadamu unaompa heshima na uhayawani unamshusha hadhi yake. Ndiye ambaye Mungu kamuita katika Qur'an kwamba ameumbwa fi ahsani taqwimin. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwimin. Aliyeumbwa katika umbo zuri, sio tu muonekano wake, umbo ambalo lina maandalizi tosha ya kuwa binadamu, ya ubinadamu. Lakini ndiye ambaye Mungu anasema radadnahu asfala safirin. Ahsanu taqwim asfala safirin. Anaweza kuwa katika ahsani taqwim. Ahsani taqwim inahusisha mwanadamu kamili, sio umbo tu la nje na umbo la ndani linalojenga maadili yake. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema illa alladhina amanu wa amilu salihati, kwa sababu hilo ndilo linalomfanya awe katika ahsani taqwim. Akiwa ameshikilia maadili kisawasawa, anakuwa katika ahsani taqwim, anakuwa na ubinadamu, anakuwa ni mwanadamu ambaye ni katika laqad karramnahu, tumemtukuza, tumemwenzi. Lakini kuna wakati anakuwa ni hayawani. Huyu mwanadamu ambaye tunayemzungumza ndio yule ambaye Mungu amemtaja kwa kusema wa'allama adama al-asmaa kullaha. Amemfundisha Adam majina yote, ilmu zote, na Adam akiwakilisha wanadamu. Na tutaona kwamba katika maeneo ya karamul insan, heshima ya mwanadamu, ni kwa sababu wa'allama adama asmaa kullaha, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajakataa hata kwa wale malaika kwamba mwanadamu anaweza kuwa muovu, katili, hayawani. Mungu hajakataa. Mungu hawekataa hilo. Atajalu fiha
man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Mungu hakukataa maneno haya, na wale waliposema, ewe Mwenyezi Mungu, unamuweka katika ardhi hii atakayefanya ufisadi, kwa maana ya uharibifu, wa yasfiku dimaa, akafanya mauaji, akaua watu, akafanya ukatili, unataka kumweka kiumbe atakayefanya yote haya? Mungu hakusema la, enyi malaika, kiumbe huyu hatofanya hayo. Hakusema hayo. Mungu hakuwapinga, aliwaambia hivi, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ndiyo, nyinyi mmetizama engo hiyo ya uhayawani wake, mmetizama upande wa kiuhayawani wake, lakini mimi natizama msivyovitizama. Natizama chombo na kifaa ambacho kitamtoa katika uhayawani, kikamfanya awe mkubwa, mtukufu, mwenye heshima. Kipi hicho ya Rabbi? wa allama adama asmaa kullaha, akampa majina na ilmu ambayo wale malaika hawakutarajia kwamba kuna kiumbe kitakuwa na maarifa makubwa. Hata maneno ya Mungu ya atalaqi, kama vile tunavyosema atalaqi ilm, kuchukua ilmu, yale maneno fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi, yanaashiria ilmu. Alipokea maneno kutoka kwa Mwenyezi Mungu akayatumia kuomba toba. Talaqa adamu min rabbihi kalimatin, ni ilmu hiyo. Kwa hivyo malaika walipomsujudia Adam ilikuwa ni sajdatu takrimi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kiumbe yule amejua mambo ambayo hayajui. Anbiuni bi asma'i haulai in kuntum sadiqin, nitajieni majina ya hivi vitu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, qadiyatu ilmiya. Umetukuka Mwenyezi Mungu, utakaso ni wako. La ilma lana illa ma 'allamtana, amma hadha lam tu'allimna, sisi hatuna ilmu illa ulotufundisha. Haya hujatufundisha, lakini Mungu umemfundisha Adam. Kwa hivyo ikawa ni nyepesi kumsujudia kiumbe ambaye wao walikataa aumbwe kwa sababu ni muovu sana. Leo hii sio kaumbwa tu, bali kaumbwa na wao wakatakiwa wamheshimu, kwa sababu ilmu ni ala muhimu sana ya karamatul insani, heshima mwanadamu. Wa allama adama asmaa, tena katilia mkazo Mwenyezi Mungu, kullaha, yote. Ndio Sayyid al-Mudarris Ayatullah anasema maana yake ni ilmu ya vitu vyote, kampa kabilia ya kuwa na ilmu, kwa sababu ilmu ni majina ya vitu tu, hakuna zaidi ya hapo. Mtu anayesoma biology anakushinda nini? Anakushinda kujua majina ya vitu, viumbe hai na tabia zake. Anakuambia inaitwa virusi, inaitwa fungus, inaitwa sijui bakteria fulani, sijui inaitwa kadha. Na kama kitu hakina jina kinabandikwa jina, kishabandikwa jina ndio ilmu yenyewe. Elimu majina. Ukisema mubtada, khabar ni majina, ni kuvitambua vitu, ni kutambua sentensi inaundwa na nini, sio? Ukisoma jiolojia, elimu miamba, ni kujua majina tu, sio? Mungu kataja baadhi ya majina ya miamba kwenye Qur'ani na kujua tabia ile miamba. Mwamba huu unaitwa hivi, una tabia hii, una tabia hii. Udongo huu unaitwa hivi, black cotton soil, ina tabia hii na hii na hii. Ilmu ni majina. Kwa hivyo allama Adam, alimpa kabilia ya ilmu zote, kullaha. Ndio leo mwanadamu katika ilmu hajafikia kikomo, na wala hatofikia kikomo. Ukitaka jina uliite jina la mjomba wako,
utaita, lakini itabaki kuwa jina, sio? Kuna wale wagunduzi kupachika majina yao, akasema hichi kitaitwa kitu fulani. Hata ukaita jina lako litakuwa jina tu. Utaita ni bahari ya Hindi, ni jina. Jana haikuitwa jina hilo. Utasema ni bahari ya Atlantic Ocean. Jana ilikuwa inaitwa Baharu Dhulumat. Na kesho itaitwa jina jingine. Ina ukubwa kiasi gani na nini, itabaki ni ile. Sasa ilmu tutaiona sawa sawa katika kuelewa ubinadamu wa mwanadamu na uhayawani wa mwanadamu, lakini ilmu ni moja katika nyenzo zinazomsaidia kusafiri kuelekea katika ubinadamu wake. Ukitizama katika kamusi mbalimbali nini maana ya ubinadamu, wanaeleza kwa ufupi sana kwamba ubinadamu ni hali ya kuwa na tabia za kibinadamu. Aya, uhayawani na nini? Uhayawani ni hali ya kuwa na tabia ya kinyama, ndio uhayawani. Lakini Qur'ani inatufunza zaidi, inatupa mifano mingi za maana ya ubinadamu na maana ya uhayawani. Ndugu zangu, ubinadamu ndio funguo muhimu sana ya kufungua milango ya kuwafikia watu. Hata sisi tunaofanya kazi ya dini, ubinadamu ni nyenzo muhimu sana. Sehemu kubwa ya kazi ya Bwana Mtume imefanikiwa kwa sababu ya matumizi ya ubinadamu. Mtume amefanikiwa kutufikishia risala hii kwa sababu alitumia nyenzo ya ubinadamu kufikisha. Mtu yoyote atakayetumia ubinadamu katika kazi zake atafanikiwa. Kwa hiyo ni ala muhimu, ni chombo muhimu, ni kifaa muhimu sana. Hata wale waliokuja katika miji yetu wakatuletea dini, wakatuletea Uislamu, hawakuwa mashehe wakubwa wala hawakuwa ulama. Tarehe zote zinaonyesha kwamba watu walikimbilia kuja huku walikuwa wafanya biashara, tena kabla ya Mtume kutumwa. Wachina wamekuwa wakija katika bara letu, ukanda wa Afrika Mashariki huu wa pwani. Waarabu wamekuwa wakija kutoka katika Hijazi, kutoka Omani, kutoka maeneo mbalimbali. Na Mtume alipokuwa sasa, manake Mtume alipowatuma Waislamu kwenda Uhabeshi, Afrika, ni kwa sababu watu walikuwa wanajua habari za Afrika. Haikuwa jambo jipya. Lakini suala la msingi ni kwamba wale wazee waliokuja wa Kiislamu wa Kiarabu walikuja kusomea wazee wetu aya za Qur'ani, ndio wakaingia katika Uislamu, au ubinadamu wao ndio uliathiri jamii zilizowazunguka, jamii za wenyeji, wakaweza kuathirika na maisha yao na wakaona zile elements za ubinadamu kwao. Ndio tumesema mara nyingi kwamba soma wewe kijana aya zote za Qur'an unazozijua, kawasomee watu kijijini kwako, mtaani kwako, mkoani kwako. Lakini wakikusoma wewe huna ubinadamu, una uhayawani, kazi yako bure. Na mwingine yoyote yule atakayeonekana amesoma lakini ametawaliwa na ubinadamu, hata asiposoma aya za Qur'ani na hadithi, ujumbe wake utafika kwa watu, kwa sababu ubinadamu ndio unaozungumzwa na aya za Qur'an, ndio unaozungumzwa na hadithi za Mtume. Kwa hiyo ukisoma Qur'ani utaona kwamba kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakukomea kuzungumza na waumini, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min ya ayyuhalladhina amanu. Hakukomea kuzungumza na waumini tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumza na binadamu maeneo mengi. Wakati ule akizungumza na binadamu na kuchokonoa ubinadamu wa binadamu, akizungumza naye kupitia ubinadamu.
ya ayuha nasu, enyi watu Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Hapa anazungumza na binadamu, na hakusema ya ayuha nasu tu. Hapa kutumika neno annasu ambalo limetumika mara nyingi sana ndani ya Qur'an, lakini akatuwekea na sura inaitwa suratun nas, sura ya watu, sio almu'minuna tu, na kuna sura ya watu. Amemzungumza mwanadamu kama annasu, kama albashar. Neno bashar, Mwenyezi Mungu anazungumza na wanadamu kwa neno al-insanu, al-insu. Ya ayuha al-insanu ma gharraka bi rabbikal karim hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Na pakawepo na sura inaitwa suratul insani, sura ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu anamlenga mwanadamu, anataka amsindikize kwenye ubinadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumza na bani Adama, ya bani Adam, ewe mwana wa Adam, Muislamu na asiyekuwa Muislamu, Mwarabu na Mzungu na Muhindi na Mwafrika na Mchina, mwanadamu, mwana wa Adam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumza sana kuhusu alalamina, walimwengu, kwa sababu yeye ni Rabbul Alamin. Walimwengu wote, amekwenda zaidi ya binadamu. Wama Rabbul Alamin Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma, ndio Rabbul Alamin. Kwa maana la alamina ni as-samawati wal ardi wama bainahuma. Anazungumza na mwanadamu na viumbe hai vyote na viumbe ambavyo si hai, kwa sababu vinahusika vile vile katika ubinadamu wa mwanadamu. Mazingira yote yanamzunguka mwanadamu. Lakini Mwenyezi Mungu akazungumza kuhusu watu ambao ni mustadhafina, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Amewazungumza katika Qur'an. Qur'an inazungumza habari za Waislamu na wasiokuwa Waislamu katika maeneo mengine, kusifu ubinadamu wa binadamu asiyekuwa Muislamu. Na haya tutayaona kwamba kutokuwa Muislamu hakukupokonyi ubinadamu wako. Utakosa baadhi ya mambo kwa sababu inna akramakum indallahi atqakum. Hii karam, heshima ya mwanadamu ina darajati. Daraja namba moja ni sisi ni mutasauna wote, walaqad karramna bani Adam. Ndani ya binadamu aliyetukuzwa kuna watukufu zaidi, ndio inna akramakum indallahi atqakum. Akrama ni almufadala, kwa maana kuna yule ambaye yuko chini na aliyekuwa juu. Sasa katika wanadamu ambao Mungu anasema walaqad karramna, kuna akramu al-akramin, kuna aliyetukuzwa katika waliotukuzwa wote wanadamu, naye ni yule mcha Mungu. Mcha Mungu maana yake nini? Maana yake ana maadili ameambatana nayo yanayomfanya awe na heshima zaidi na utukufu zaidi. Kwa hivyo almustadhafuna ni watu ambao Mungu amewazungumza wanadamu wote kwa ujumla, walionyongeshwa. Ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustadhafin. Ubinadamu wa mwanadamu utaonekana katika kuwatetea mustadhafina, hata kama si Waislamu. Inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbi'u abna'ahum wa yastahi nisa'ahum. Wale watu waliokwenda Musa kuwakomboa mustadhafina, wakati anawakomboa, an arsil
ma'iya bani Israil, ma'ana bani Israil, ma'iya bani Israil wala tu'adhibuhum. Wakati ule hawajamkubali Musa, lakini ni mustadhafun, ni wanyonge katika wanadamu. Mungu kawazungumzia, lakini Imamu Ali katuongezea vile vile mazungumzo ya binadamu, akatumia lugha ya nadhirun laka fil khalq. Nadhirun laka fil khalq ni katika lugha zinazungumzia binadamu wote katika turathi ya Kiislamu. Na turathi namba moja ni Qur'an, turathi namba mbili ni sunna, aqwal al-ma'sumin. Kwa hiyo tuna lugha ya annas, tuna lugha ya albashar, tuna lugha ya alinsu, alinsanu, tuna lugha ya almustadhaf, muislamu na asiyekuwa muislamu, tuna lugha ya nadhirun laka fil khalq. Wote hawa bani Adam ni uslubi na ni approach ya Kiislamu ya kumzungumza mwanadamu, kwa sababu kuna mambo ambayo yanahitajika kwa huyu mwanadamu hata kama mwanadamu yule si Muislamu. Sasa ubinadamu unaonekana katika nini? Tutakomea hapa. Ubinadamu kwa mujibu wa Qur'ani unaweza kuonekana katika mambo mengi, lakini uhayawani vile vile unaweza kuonekana katika mambo mengi. Maana hasa ya ubinadamu ilivyoelezwa na binadamu kuitwa kwamba binadamu ni kwa sababu mwanadamu mwenye uhayawani ni mwanadamu ambaye ubinadamu wake umetoweka. Yaani mwanadamu mwenye uhayawani ni yule mwanadamu ambaye ubinadamu wake umetoweka, na mwanadamu mwenye ubinadamu ni yule ambaye hana uhayawani. Sasa vitu gani vinamfanya awe hayawani? Natoa mfano mmoja tu. Ni hayawani wangapi wametajwa ndani ya Qur'an? Sote tunafahamu idadi ya mahayawani waliotajwa ndani ya Qur'an. Miongoni mwa hao nani? Mbwa ni hayawani waliotajwa. Miongoni mwa hao nani? Punda, adhubaba, albaudha, na ndege mbalimbali, annahlu, annamlu, wadudu, albaqara, alijl, ittakhadtum alijla min ba'dihi wa antum zalimun. Hayawani wengi wametajwa ndani ya Qur'an, lakini pale Mwenyezi Mungu anapomfananisha mwanadamu na hayawani ndani ya Qur'ani, anataka kutuonyesha uhayawani uko wapi katika binadamu. Pale Mwenyezi Mungu anapomtaja hayawani akamfananisha na mwanadamu, tashbihi na wajhu ashabh, kuna eneo la kukutana baina ya huyo hayawani na binadamu. Lile eneo la kukutana ndio kuna uhayawani wa binadamu. Lile eneo la kukutana ndimo ambamo kuna uhayawani wa nani? Wa huyo binadamu. Tuchukue mifano miwili tu. Katika mifano mnaoifahamu ni mfano wa Mwenyezi Mungu aliposema mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali himari yahmilu asfara. Kisha Mungu akasema huu ni mfano mbaya kabisa, mfano wa wale waliopewa ilmu kupitia Taurati, ilmu kupitia Qur'an, ilmu kupitia vitabu mbalimbali, maarifa mbalimbali, wakakabidhiwa library, wakapewa nyenzo za kupata elimu, wakafundishwa, kisha hawakubeba yale mafunzo, hawakuyachukua, hawakuyafanyia kazi. Kama thali himari, sawa na punda. Uhayawani wao unaonekana hapo, sio? Punda anafanyaje ya Rabbi? Yahmilu asfara, anabeba vitabu,
anabebeshwa mzigo mkubwa, anabebeshwa ilmu, anafundishwa mambo mengi, anaingizwa hauza. Sio anabebeshwa ilmu tu, na kilemba pia anabebeshwa, kapewa vitu vingi. Thumma lam yahmiluha, kisha asibebe kadiri inavyotakiwa, asiyachukue akayatendea kazi. Kamathali lhimari yahmilu asfara, anabeba ilmu, vitabu, maarifa, nyenzo za kupata maarifa, kisha kiutendaji hayupo. Kwa hivyo hayawani wa mwanadamu anapokuwa na ilmu asiifanyie kazi, ndiyo maafa tunayoona duniani. Wanaoharibu dunia mwenye elimu ya wanaotengeneza makombora ya nyuklia mwenye elimu. Hawakuibeba ilmu kwa ajili ya kujenga, wameibeba ilmu kwa ajili ya kubomoa. Uhayawani unaonekana pale kwa mwanadamu, mwanadamu ambaye ilmu ni nyenzo ya kumpa heshima, lakini kaitumia kama nyenzo ya kihayawani ya kufanya ukatili. Kwani mnachokiona mabomu yanaoua watoto kule Palestina sio matokeo ya elimu? Hayakutengenezwa kielimu. Wewe urushe kombora masafa ya kilomita zote yaende yapige target, sio elimu hiyo? Ni sayansi hiyo. Virusi mbalimbali vinavyotengenezwa katika maabara ni elimu. Njia mbalimbali za ufisadi na uasherati leo hii za kisasa zimerahisishwa na nini? Na elimu. Kwa hiyo hayawani wa mwanadamu unaonekana hapo, na Mungu katoa mfano wa hayawani kupitia punda na husu elimu. Na hili tunahitaji kwa hakika tuweke kituo kuonyesha kwamba elimu iliyomnyanyua Adam akasujudiwa na malaika, iliyomnyanyua mwanadamu ndiyo iliyotumika kumtweza na kumdidimiza mwanadamu na kumtia katika uhayawani. Ile ile Iqra wa rabbuka al-akram, kwa sababu fil ilmi karam wa laqad karramna bani adam. Lakini ilmu hiyo ikiwa ni hii ya yahmilu asfara, basi itakuwa ni sababu ya uhayawani mwanadamu. Mfano mwingine mnaojua wa mtu aliyekuwa mwanachuoni mkubwa sana katika zama zake na ilmu kubwa sana, ulama wa tafsiri wa madhahib za Kiislamu kwa asilimia kubwa wanamtaja kwamba akijulikana kwa jina la Bal'am ibn Ba'ura, lakini ilmu yake ile ilikuwa ni sababu ya kufanywa kupewa tashbihi ya hayawani. Na si hayawani tu, hayawani najis, mchafu. Akikugusa wewe pakiwepo na rutuba, lazima ukajitoharishe. Mbwa, Mwenyezi Mungu akasema walau shina la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba hawahu. Lau tungetaka sisi tungemweka adumu na ilmu hiyo na jina la Mwenyezi Mungu kubwa alokuwa nalo na maarifa yote alokuwa nayo, lau tungetaka tungembakiza akapata utukufu kupitia ilmu hiyo. Lakini kwa nini hajambakiza? Walakinahu akhlada ila al-ard, hakupanda juu, alibaki katika ardhi, alibaki chini. Mbingu ingemnyanyua akapaa, akataja, akawa mtukufu, lakini alishushwa katika ardhi, akazikwa, kwa maana ya kwamba akakosa heshima. Wattaba hawa, kwa sababu alifuata matamanio yake. Sasa bwana huyu Mungu anasema famathaluhu kamathali kalbi, mfano wake ni mfano wa kalbi, mbwa. Tusi kubwa kabisa la mwanadamu sisi kwetu, akitaka kutukana akuite kelbu wewe, akuite mbwa wewe, tusi kubwa sana. Mungu kamuita mbwa huyo kwa sababu kuna wajhu shabahi baina yeye na mbwa. Kwa hiyo
mfano wake ni mfano wa mbwa. Famathaluhu kamathali kalbi, wajhu ashubha ni wapi? In tahmil alayhi yalhath au tatrukuhu yalhath. Ukitaka kumpiga yule mbwa, yeye hajui chochote, maskini anaendelea kutoa ulimi wake akihema. Kafukuzwa hajafukuzwa, yeye anahema tu. Au tatrukuhu, au kiamua kumwacha vile vile yalhath. Mbwa katika sura yake mbaya, sio katika hali ya kawaida tu. Mfano wa mbwa wakati ametoa ulimi wake mrefu anahema, ndio tashbihi ya bwana huyu. Uhayawani wake ulipatikana wapi? Baada ya kupewa ilmu, kisha hakuifanyia kazi vilivyo. Ilikuwa na ilmu. Na mfano huu ni muhimu kwa sababu mwenye ilmu anapokwenda kinyume ni hatari zaidi kuliko asiyekuwa na ilmu. Mwenye ilmu anapokuwa muovu anakuwa ni hatari zaidi, kwa sababu atatumia ilmu na teknolojia kufanya uovu. Na ndio leo uovu wa sasa hivi ni wa kisayansi, ni wa kisasa, sio? Kwani uovu wenyewe si uko kwenye simu? Kwani machafu yote si yako kwenye simu? Haya yamepale kule, si kisayansi, sio? Kwa hiyo mengi katika tunayaona ya kisasa maovu yaliyosogezwa yako mfukoni kwako, unatembea nayo kila siku, ni wewe tu waamue, yamefikishwa pale kupitia watu wenye elimu. Umaskini wa dunia umetengenezwa na watu wenye elimu, kwa riba, kwa kunyonya rasilimali zetu, kwa kutufanya kila kitu. Ni watu waliokaa wakacheza karata draft pale, kwamba tukiweka kete hii hapa tutakula hii. Ni siasa ya dunia. Sasa nyie mtacheza karata zenu kila siku na kunywa kahawa, wenzenu wanacheza karata za kimataifa, wanakula mali zenu. Wanaweka hapa, wanakwenda hapa, wanakula kingi. Nyie mmekaa mnakula kingi hizi vidubwasha vya sola tu. Wao kingi zao wakikaa katika karata zao ni kula madini yenu, kula rasilimali zenu, mafuta ghafi yenu, kwa sababu wana ilmu, kwa sababu wana maarifa. Kwa hiyo mwenye ilmu akiwa mwovu, Balaam bin Ba'ura, uhayawani utaonekana zaidi wa mwanadamu kwake, atafikia kima cha uhayawani. Leo vitengo vya polisi kote duniani vimelazimika mapema sana kuweka kitengo cha cyber crime, yaani uhalifu wa kimtandao. Kuna vijana sasa hivi maaskari, lakini kazi yao kukaa ofisini tu, hawaji Ngarenaro kukamata vichochoroni kule mibaka, hawaji. Hautawaona Ngalimiteni kwenye vichochoro kule na pingu zao ziko kwenye mtandao. Wakikaa hapa wanatizama uhalifu kupitia mtandao, lakini wamekwenda shule, sio? Wakakaa kujua nani anaweza kuiba pesa kupitia mtandao, akaiba pesa zako za benki. Jamani, si taaluma hiyo? Sasa mpaka uibe hela, pesa kimtandao wewe, sio wale anayekupigia, mimi natoka Airtel, nilikuwa nakupigia wewe, kuna pesa yote imeingia kwako. Wale tena wale wamepita wakati, watamuibia tu mshamba alotoka huko Pareni ndo kaingia mjini leo, Garma katoka huko Mbulu kaingia tu mjini leo, hajui chochote, lakini watu wanaendelea kuamka kila siku. Na ni wizi unaopita na wakati. Ndio utaona serikali mara nyingine inaibiwa, sio? Kuna jamaa pale amekinga yeye deni lake, samli inaingia tu baada ya kuingia serikalini, sio? Mpaka wakishtuka, jamaa kashachukua milioni, unapewa control number, kumbe zinakwenda kwa mtu binafsi. Na ni sayansi. Ukiwa na ilmu ukaamua kuwa hayawani, uhayawani wako unaonekana zaidi. Ilmu ni nyenzo ya kumpandisha mtu kuingia katika daraja la wakati karamna, lakini ilmu ndio hiyo akhlada ila al-ardh famathaluhu kamathali kalb in tahmil alayhi yalhath au tatrukuhu yalhath. Al-Imam al-Husayn mwenye mimbari hii atatufundisha mara hii insha Allah katika mtiririko wa mazungumzo yetu kwamba hata katika vita ambavyo kila aliyeingia vitani anataka amwahi mwenzake ammalize, hata katika vita
ubinadamu wa binadamu unatakiwa uonekane. Nataka tuambie Imam Hussein, hata ukiingia katika vita haina maana ni hayawani, bado unaweza kuwa binadamu ndani ya vita. Kilichomuondosha Hurr ibn Yazid al-Riyahi kutoka katika jeshi la Yazid ibn Muawiya ni ubinadamu wa al-Hussein alayhi salam. Aliona ubinadamu wa Hussein, aliona namna ambavyo amekirimiwa na Hussein, aliona hata wale askari walioshindwa kunywa maji vizuri kwa uchovu walisaidiwa kunywa. Pale ndipo katika vita ubinadamu unapoweza kuonekana. Lakini uhayawani pia ulionekana, kwamba Uislamu umetuwekea kanuni za vita, ikibidi mpigane vita, kwamba namna gani mnaweza kuonyesha ubinadamu ndani ya vita, kwamba mtoto hauawi, mwanamke hauawi. Lakini Karbala watoto hawakusalimika, wanawake hawakusalimika, wagonjwa hawakusalimika. Maana Uislamu unatuambia ukishamua mtu umemaliza, ushamaliza, hakuna kufa baada ya kufa. Lakini utakapomuua mwanadamu, lakini na kiwiliwili chake pia usikiache, ni hayawani, kwamba kile kiwiliwili kwamba kishakufa hawezi kufa tena, lakini bado ulete farasi waweze kuchezea kile kiwiliwili, wavunje mifupa ile nini, wakanyage uso, mbavu, vyote wavifanye hivi. Alafu wanavifanya vya nani? Ibn Akram al-Akramin, Hussein, mtoto wa mtukufu kuliko wote, ndio walimfanyia vile. Pale ni madhahiri ya uhayawani hasa katika vita. Ndio mtakaona leo hii wengi katika nyinyi hamwezi kutizama matukio ya Palestina ya wale watoto, hamwezi kutizama. Kila mwenye dhamiri haya akitizama anaipitisha picha haraka, kwa sababu inaumiza. Sote tukitizama, Muislamu na asiyekuwa Muislamu anaumia, kwa sababu pale ubinadamu unaguswa. Maandamano ya kule Paris Ufaransa, ya Uingereza, Marekani, ni kwa sababu watu wameguswa, wasiokuwa Waislamu, ubinadamu wao umeguswa na kadhia ya Palestina. Tukasema Karbala itaendelea kuwa hai, tutaendelea kuishi nayo, kwa sababu mapambano yapo. Tunaiona pale Palestina, tunaona maelfu ya watoto wetu waliouawa. Ni watoto wako wale, kwa sababu hawana tofauti na mwanao. Ndio leo ukimwona mtoto anataka kuvuka barabara, mvushe mwanao huyu, ili kesho na wapako na yeye avushwe na mwingine. Ubinadamu ndio kazi kubwa waliokuja kuwatangaza mitume, na al-Imam al-Hussein faula yake ni kuja kuthibitisha insaniyatul insani, ubinadamu mwanadamu. Leo tutakomea hapa, ni utangulizi, kwa matarajio ya kwamba tutaendelea hapa tulipokomea hapa Arusha kesho, na mada nyingine inshallah zitaendelea Kilimanjaro, hasa Moshi, mtazipata kupitia mtandao. Nasallallahu al-auna wa tawfiqa lima yuhibbu wa yardah, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.